Watukufu waumini na wahudhuria wote, tunaingia katika kulizungumza tukio la sayansi ya Isra na Mi'raj. Sayansi ya Isra na Mi'raj. Leo ni mwezi 26 na tukio hili kwa kauli nyingi zenye nguvu za wanawachuoni wanaotegemewa wa history lilitokea usiku wa mwezi 27, maana yake usiku huu wa leo. Hapa tupo mchana wa mwezi 26, magharibi ikiingia tunaingia usiku wa mwezi 27, ndipo tukio hili lilipotokea. Tukio hili kutokea kwake, kuna sayansi ambayo dunia inatakiwa ifahamu, na hasa Waislamu. Kawaida ya mwanadamu ameumbwa kuendana na akili ya kibinadamu. Akili ya kibinadamu anapoiona inafeli kwa maumbile aliyoumbiwa mwanadamu, hujiona kana kwamba ndio mwisho wa maisha yake, ndio mwisho wa safari yake, kwa kuwa akili yake ya kibinadamu inaelekea kufeli. Sayansi ya Isra na Miraji inakwenda kutubadilisha mtazamo huo, kwamba unapoona akili ya kibinadamu inaelekea kufeli au kukata tamaa, akili yako inatakiwa iwe mtambuka kwamba kuna nguvu nyingine ambazo ziko nje ya uwezo wa kibinadamu, na kupitia nguvu hizo yale yote ambayo unaweza ukayaona kuwa ni vikwazo yakaja kukwamuka, yakaja kutanzuka. Katika Islamic history, sayansi ya Isra na Miraji inatufahamisha kwamba kuna mwaka unaoitwa mwaka wa huzni, mwaka wa huzuni, amul huzni, mwaka wa huzuni, mwaka wa majonzi, mwaka wa masikitiko. Kama vile tunavyofahamishwa kuna mwaka unaitwa amul fili, mwaka wa tembo. Ilitokea tukio la tembo la kutaka kupelekea kuvunjwa al-Kaaba, lakini katika mwaka wa tembo alizaliwa kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia tuna mwaka wa majonzi, mwaka wa huzuni. Sayansi ya Isra na Miraj inatubainishia kwamba mwaka wa majonzi ndio mwaka ambao lilitokea tukio la Isra na Miraj. Majonzi yalikuwa katika eneo gani? Masikitiko yalikuwa katika eneo gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa majonzi alifikwa na matukio makuu matatu. Tukio la kwanza, baada ya mtume kupata kibano kikali sana katika viunga vya Makkah al-Mukarrama na dawa ikawa inaelekea kukwama, kumisi, mtume aliona ni vyema aende katika mji uliokuwa pembeni kidogo mwa Makkah unaojulikana kwa jina la Taif, mji wa Taif. Ukiwa unatoka Makkah unaelekea Madina, njiani utakutana na viunga vya Taif, na hivi sasa kuna alama kubwa za mabango kuonesha kwamba unaingia katika mji wa Taif.
Kwa hiyo mtume aliona kwamba akienda katika mji wa Taif kule, akiwalingania wasomi bobezi wa Taif, wale wasomi watakuwa ni chanzo cha kuwafanya wafuasi wao wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni nadharia ya kiulinganiaji ambayo anatakiwa kuwa nayo kila mlinganiaji, kila mfundishaji. Kwa hapa Tanzania, kipindi kile cha uchifu na tawala Tanzania, East Africa, watu wakitaka kuyafikisha majambo yao kwa wepesi, walikuwa wanawaona kwanza wale machifu. Wakishawaeleza wale machifu, jambo linakuwa limemalizika, kwa sababu waliokuwa nyuma ya machifu wakielezwa fanyeni watafanya, acheni wataacha. Na mtume naye akaona atumie methodi hiyo ya kuwalingania wale wasomi bobezi wa mji wa Taif. Wale wakimuelewa itakuwa rahisi na wafuasi wao kumuelewa. Mtume akafika katika mji wa Taif, alipoanza kuhubiri na walipoelewa kwamba huyu ndo yule anayeleta fujo katika maviunga vya Makka, aliyewatenganisha mtu na baba yake na mama yake, aliyeleta mfarakano, watu hivi sasa hawaabudii masanamu yao kwa sababu yake. Walichofanya wale wasomi, wakawaamrisha wajinga katika wafuasi wao wamshambulie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume alishambuliwa kwa matusi, Mtume alishambuliwa kwa mawe. Waramauhu bilhijara hatta khudibat bidima'un ala, alipigwa mawe Mtume mpaka viatu vyake vikaloa damu. Alipigwa mawe Mtume mpaka akavunjwa taa yake. Kwa hivyo kile alichokikusudia Mtume kule Taif akawa amekikosa. Aliporudi katika viunga vya Makka, Mtume akaondokewa na ammi yake ambaye ni baba mzazi wa Ali bin Abi Talib, mzee Abu Talib. Na kwa imani zetu Ahlus Sunna wal Jamaa, huyu alikuwa ni mzazi wake, lakini Mwenyezi Mungu ilikuwa hakumpa taufiki ya kuamini kuingia katika Uislamu. Na hilo halikumfanya Mtume amtenganishe, ambague mzazi wake. Na hii ni sayansi ambayo tunatakiwa tuielewe. Ndio maana tukasema sayansi, kuna vile vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa tuvivune ndani ya tukio la Isra na Miraj. Sayansi ya malezi haimtenganishi mtoto na mzazi wake. Ati mtoto Muislamu, mzazi si Muislamu, ikawa ndio kibali cha mtoto kumtenga mzazi wake, hampi kula, hampi mavazi, hamhudumii ugonjwa. Hapana, yote anatakiwa amfanyie. Watatenganika katika mambo ya ibada tu, na kama kuna jambo la ushirikina hapo watatenganika, lakini vinginevyo hapaswi mtoto kumtenga mzazi wake kwa sababu ya kutofautiana kiimani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ammi yake Abu Talib alikuwa anamlea. Baada ya kufa wazazi wake, alilelewa pia na ammi yake Abi Talib ambaye ni baba mzazi wa Ali bin Abi Talib. Na Mtume alikuwa akimtamania pia ammi yake aingie katika imani, lakini imani siku zote anaitoa Mungu, anampa mtakaye. Wengi ambao Mtume alipenda waingie katika imani, lakini Mungu hakupenda. Hata ikashuka moja ya aya inayosema hivi, wewe Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, wewe Muhammad humuongoi unayempenda, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Mungu anamuongoa mtakaye. Kwa hivyo Abu Talib alikuwa anamlea Mtume, na Abu Talib alikuwa ni alwatan, mtu wa mji pale Makka. Nyumba yake ni nyumba ya heshima. Hakuna mtu anayeweza kupanga mkakati wa kwenda kuivunjia heshima nyumba ya Abu Talib. Ndio huyu Abu Talib alifatwa kule nyuma. Huyu Abu Talib, kijana wako anasumbua katika mji wa Makka, anatuletea agenda ambayo hatuifahamu. Hatuwezi kuvunja miungu yetu, Lata, Uzza, Manata.
tukawa tunamwabudu Mungu ambaye hatumuoni, la ilaha illa Allah, hatumuoni. Sasa kwa vile kero zake zimekuwa nyingi, kampeni yake inatuvuruga, inatutenganisha na familia zetu. Kaongea na mtoto wako, kaongea na kijana wako, kama anahitaji yeye tumfanye kuwa tajiri bobezi kuliko yoyote katika mji wa Maka, tutamfanya. Kama anahitaji tumpe mali, tutampa. Kama anahitaji chochote, sisi tutampa, lakini achane na haya mambo ya la ilaha illa Allah. Abu Talib alimfikishia ule ujumbe kijana wake Muhammad. Mtume alisema, lau kama litawekwa jua kuliani kwangu na mwezi kushotoni kwangu, ili niache jambo hili la ilaha illa Allah, sitoweza kufanyeje? Kuliacha. Kwa ilivyo Abu Talib huyu ambaye alikuwa ni sapota kubwa kwa Muhammad, Mungu akamchukua. Na kwa ile akili na mvuto wa structure ya maumbile ya kibinadamu, alitamani pia mtume kutaka kufanya maombezi fulani. Mzazi wake kamlea, wahuni wameshindwa kumdhuru kwa sababu yake, alitamani kutaka kumwombea. Likaja andiko, usiwaombee wowote katika hao waliofariki wakiwa katika hali ya ushirikina, katika hali ya ukafiri. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, usimwombee yote aliyokufa katika hao. Mswalie mtume. Hapa anakatazwa mtume na tunakatazwa sisi. Unaweza ukawa na rafiki, ukawa na shoga ambaye si Muislamu, mkafanyiana yale mambo ya kibinadamu, lakini linapokuja jambo la ibada, maelekezo tayari tunayo, utasimama hapa. Kwa hiyo mtume akawa amekatazwa kumwombea yule, basi akafanya yale yaliyokuwa ndani ya uwezo wake wa kibinadamu, akazikwa kwa tamaduni zao. Kwa hivyo hili jambo likawa tukio la pili ambalo mtume limemhuzunisha. Amekufa mtu ambaye kwa kweli ni nguzo kwangu. Tukio la tatu ambalo lilipelekea huu mwaka kuitwa mwaka wa huzuni, sayansi ya Isra na Miraji inatufahamisha, ni tukio la kufiwa na mke wake mama yetu Bi Khadija bintu Khuwailid. Kama mnavyojua kwamba Bi Khadija ndiyo kiumbe wa kwanza duniani kumwamini mtume, ndio first lady wa kwanza kumwamini mtume Muhammad, kiumbe wa kwanza, sio mwanamke wa kwanza. Tunaposema kiumbe wa kwanza kumwamini mtume ni mama Khadija. Abu Bakr Siddiq alikuwa ni mtu wa pili. Tunaelewana jamani? Na hii hapa sayansi ya Isra na Miraj inatupa pia nafasi ya kina mama, uwezo wa kina mama katika kuisukuma dini. Kwa hivyo Bi Khadija alikuwa ni wa kwanza kumtuliza saikolojia yake mtume alipotoka katika pango la Hira. Kavurugwa, kasomeshwa, aya za mwanzo zimemshukia, malaika amemtikisa, anarudi nyumbani kwa mke wake mama Khadija, dathiruni dathiruni, zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni, kimekufika nini? Anamsimulia mkewe mtume. Baada ya kumsimulia mama Khadija anamtuliza mumewe ambaye ndiye Muhammad, kwamba huyo aliyokufika alishawafika waliokuwa kabla yako, na hiyo ni dalili njema kwako. Akamtuliza kiasi ambacho mtume alitulia. Na Bi Khadija pia akaenda kuongeza elimu nyingine kwa ndugu yake mtume Waraka bin Naufal, ambaye alikuja kutoa bishara kwamba hiyo ni dalili kwamba huyu atakuwa ni mtume na ni mtume wa mwisho. Lakini Bi Khadija ndiye ambaye mali yake imetumika. Mali ya kwanza
ya kufinance Uislamu duniani, mali ya kwanza inatumika kuhudumia Uislamu ni mali ya mwanamke. Takbir! Hii ndio sayansi ya miraji. Tunahitaji tuvune vitu ambavyo kila mtu ajue position yake wewe iko vipi. Mwanamke, kwa sababu Bi Khadija kaanza maisha na Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya ajira, kamuajiri huyu Muhammad katika makampuni yake, mashirika yake. Aliporidhika naye uaminifu wake na ukweli wake, akashawishika kumtamani yeye mwenyewe, huyu anafaa kusimamia biashara zangu, huyu anafaa kuniongeza katika miradi yangu, anafaa kuwa mume wangu. Na sayansi ya miraji na Isra hapa inatufahamisha mwanamke, ukivutiwa na mtu ambaye unaona kwamba huyu mimi ataniongoza kimazingira na kiakhira, usichelewe. Ukiona huyu mwanamume anaweza akaniongoza mimi katika maisha yangu, katika biashara zangu, usivutiwe kutaka kumtumia kimaasi, kidhambi. Hii ni sayansi ambayo tunaipata kwa mama Khadija bintu Khuwailid. Baada ya kuvutiwa na utendaji kazi wa Muhammad, hakusema nitamuongezea mshahara, akasema hapana, kuna kikubwa zaidi ya mshahara ambacho mimi nakihitaji kutoka kwake. Na yule mtumishi wake Maisara akamuongezea elimu, bwana, mimi nimefanya kazi na watu mbalimbali katika makampuni yako mama, lakini sijapatapo kuona mambo ya ajabu tokea umuajiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari yetu tulikuwa tunakwenda huko nyuma kwa shida, jua kali majangwani, lakini tokea nilipoanza safari na huyu sikuhisi jua kali, ilikuwa ni kivuli tu. Tuliweza kufanya biashara kwa uaminifu mkubwa. Bi Khadija akasema hapa sichelewi. Yeye ndiyo aliyekuwa mchokozi wa kumchumbia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sometimes kina mama msisubiri tumchumbiwe na kina baba, mnaweza mkawa na nyinyi pia kwa utajiri wenu, kwa mali zenu. Bana, mimi nimekupenda kwa maadili yako, kwa tabia zako, kwa muktadha huo mimi nitawezesha haya mambo yote ambayo yataifikisha safari yetu katika ndoa. Na ndicho alichokifanya huyu mama Khadija bintu Khuwailid. Mungu amemchukua mama Khadija. Hivi unataraji katika akili ya kibinadamu mtu atakuwaje? Ni lazima wala binadamu wake utampitikia, anaona sasa hivi mimi nishakatikiwa, sina uwezo tena wa kuhubiri dini, nishawapeleka wafuasi wangu wakimbie mji wa Maka kule Habasha kwa kibano cha hapa, na hii Maka hapa bado inawaka moto, na nishapatwa na majanga haya, kana kwamba mimi niko peke yangu hivi sasa. Nani ataninusuru? Nani atanisaidia? Haya ni mawazo ya kibinadamu ambayo kila mtu lazima ampitikie. Kwenye mzingiro kama huu inakuja ofa maalum. Ofa ya kwanza duniani ya kumsafirisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpeleka katika ufalme. Na ndio maana hata ukisoma ile aya yenyewe ya sayansi ya Isra, Mwenyezi Mungu anasema subhana alladhi asra bi'abdihi, utukufu ni wake yule ambaye amempeleka sehemu ya usiku mja wake, min almasjid alharam, kutoka katika msikiti mtukufu wa Makka, ila almasjid alaqsa, kwenda katika msikiti wa mbali wa Baitul Maqdis Palestina, alladhi barakna haula, msikiti ambao tumevibariki vilivyomo pembezoni mwake. Hapa Mwenyezi Mungu anataja specific ya safari hii, linuriyahu min ayatina
ili tupate kumuonesha uwezo wetu. Sallallahu ala Muhammad. Lengo la hii safari tupate kumuonesha uwezo wetu, asifike mahala akasumbuliwa na akili ya kibinadamu, fulani amekufa, huku nimepigwa, mke wangu Khadija ameondoka, nimebaki peke yangu. Tunataka tumuoneshe uwezo ili ajue kuna nguvu nyingine ambazo hiyo ukiamini ndani ya moyo wako, basi aondoke mke, aondoke mume, aondoke mtoto, uwezo ukafika ukawa unalombokeza ile nafsi inapoondoka, nimekatikiwa mimi, nimeshaondokewa mimi, nani atanizika, nani atanilisha, nani atanipa hiki. Hayo malombokezo yanakuja kwa sababu huelewi nguvu nyingine iliyokuwa kubwa kulikoni hiyo unayoililia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sasa hii ndiyo nguvu ambayo Mungu anathibitisha, linuriyahu min ayatina, ili tukamuoneshe huyu Muhammad uwezo wetu, nguvu zetu, asifeli kwa kutumia akili yake tu ya kibinadamu. Sasa hapa tumeelewa nini msingi wa Isra na Miraj, sayansi yake. Sayansi ya tukio hili inatupa kwamba kuna mambo ambayo huko Rivers yalitokea, na hayo wanawazuoni wa history wanayahusisha kuwa ni dafi', kuwa ni motive, kuwa ni msukumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupata tukio la Isra na Miraj. Sehemu ya pili, tunaposema Isra ni nini? Sayansi ya Isra. Isra tunaposema nini? Isra maana yake ni kule kupelekwa mtume sehemu ya usiku, sio usiku wote. Ni kule kupelekwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis. Tukio hili ndio linaitwa Isra. Elewa hilo unaifuatilia tukio hili hivi sasa hapa Mbwate na kwenye mitandao yetu ambayo inarusha live. Isra ni tukio ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepelekwa kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis. Tukio hilo linaitwa Isra. Fungua ukurasa wako kwenye simu, andika, yakae haya kwenye memory card yako Muislam. Na Mi'raji maana yake ni ngazi. Mi'raji maana yake ni ngazi. Ni tukio ambalo linaanzia Baitul Maqdis mpaka mbinguni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayansi ya tukio la Isra na Miraj hapa linatufundisha nini? Sayansi tunayoipata hapa ni nini? Kwamba safari nyeti zote ni vyema zikaanzia msikitini. Safari nyeti zote, safari muhimu zote, acha hii safari ya kutoka Mbwate unakwenda kwa Matias, unakwenda maili moja. Safari muhimu zote ni vyema zikaanzia msikitini. Hii ni sayansi iliyojificha, inafumbuliwa leo hapa katika ufunguzi wa msikiti wa Masjid Bakwata Mbwate. Kwa sababu lengo la Isra si kueleza tu mtume alitoka hapa, alikwenda hapa, alikwenda hapa, alikwenda hapa, alikwenda hapa. Nini ambacho tunatakiwa sisi tujifunze? Main point za tukio hili ni zipi? Kwanza, zile safari nyeti ambazo kila mtu anazijua, sio za kwenda kuzini, za kwenda kufanya maasi. Zile safari za msingi ni vyema ukazianzia msikitini. Ukafika msikitini, ukaswali rak'ataini, ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaanza safari yako. Kwa sababu hii safari ya Isra imeanzia katika msikiti mtukufu wa Makka, Baitullah al-Haram. Ndio imeanza hii safari pale.
Mtume maandalizi yake yote kafanyiwa pale. Lakini safari ya Miraj nayo imeanzia msikitini Baitul Maqdis, msikiti wa pili, msikiti wa tatu katika misikiti mitukufu. Safari imeanza msikiti wa Makka mpaka msikiti wa Baitul Maqdis, na pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya ibada pamoja na malaika pamoja na mitume wote. Akaanza safari ya Miraji kutoka pale kwenda mbinguni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayansi ya Isra na Miraj. Lakini pia sayansi ya Isra na Miraj inatufahamisha kabla ya safari ni vyema ukajiweka katika hali ya tahara, taharatu nafsiya, taharatu albadaniya, usafi wa kinafsi, usafi wa kimwili, taharatu qalbiya, usafi wa kimoyo. Kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabla haijaanza safari yake, akiwa katika msikiti mtukufu wa Makka, anafanyiwa usafi, usafi ambao uliambatana na upasuaji wa kwanza katika dunia, usafi ambao unafanyiwa na daktari bingwa wa Mwenyezi Mungu Jibrilu akisaidiwa na malaika Mikail na Israfil. Huu usafi ulikuwa na maana gani? Huu usafi ulikuwa na maana gani? Huu usafi ulikuwa na maana gani? Sallallahu alaihi Muhammad. Yani kisa tuna miaka, wengine kabla hamjawa na mvi kama mimi, tulikuwa tunakisikiliza katika viwanja ambavyo vilikuwa vinakuwa nyomi lukuki watu vijijini umomote. Mtu anaweza akakusimulia kikisa kwa Kiswahili, kwa Kindengeleko, kwa Kizaramu, kwa Kichaga, kwa Kikulya. Lakini tunataka tupate sayansi yake inayopatikana katika tukio la Isra na Miraj. Safari hii maana yake kutoka Makka mpaka Palestina kwa teknoloji ya wakati huo, kutumia nyumbu, farasi, ngamia. Hivi vyombo ndio ulikuwa mwendo kasi wa wakati huo. Nyumbu, farasi, ngamia ndivyo vilikuwa vyombo vya mwendo kasi kwa wakati huo. Maji wasiweke juu biashara. Ilikuwa ni mwezi mzima. Tunaelewana jamani? Kutoka Makka mpaka Palestina kwa kutumia nyumbu, farasi na ngamia, watu walikuwa wanakwenda mwezi na kurudi mwezi mzima. Jumla miezi mingapi? 2. Katika kipindi cha miezi 2 Mwenyezi Mungu anasema asra bi'abadihi laylan, alimpeleka mja wake sehemu ya usiku, sio usiku wote, sehemu ya usiku. Kama hapa Kibaha tunasema ndugu fulani mpaka tunakwenda kulala, mimi nilikuwa naye. Hata mtu anapotoka huyo tunasema nimeagana naye jamani, tumeswali na Isha pamoja, tulikuwa naye. Na asubuhi tunaswali alfajiri, tulikuwa naye. Sehemu ya usiku maana yake amepelekwa Mtume safari ya miezi mingapi? 2. Nataka kuwaonesha sayansi ya ile operation. Kwa nini ilikuwa na sababu ile operation? Hii safari ya miezi 2 ambayo Mtume anatakiwa aende sehemu ya usiku, Mungu pia
alimuelekeza malaika Jibril safari hii atumike mnyama anayeitwa Buraq, mnyama aitwaye Buraq. Sifa ya huyu Buraq, sifa yake, kama yuko hapa Kibaha ndo yupo mzima mzima, anataka kwenda kokote kule duniani, jicho lake kama linaona Sudan, maana yake akinyanyua mguu wake mmoja, akiuweka ule mguu unatua katika nchi ya Sudan. Sifa ya huyu Buraq, kama jicho lake linaona Msumbiji, maana yake akinyanyua mguu wake hapa Tanzania, akiuweka hatua yake ya kwanza, yuko wapi? Msumbiji. Kwa hiyo huyu hatua mbili ana uwezo wa kutembea nchi mbili, nchi tatu. Jamani, safari ya miezi miwili, mtume anapelekwa nusu ya nini? Sehemu ya usiku. Na ndio maana mshangao huu yoyote atakayetaka kuleta, hata Muislamu anaruhusiwa kuleta mshangao. Hatutaki Waislamu wawe na akili mgando. Muislamu ni lazika katika mambo ya msingi ambayo akili ya kibinadamu inapinga pinga. Kisha Mungu akwambie uhalisia ni uwapa, hapo utanyamaza sasa. Hakuna kubuluzana katika Uislamu, hakuna kupelekana, hakuna kusomeana maandiko tu. Unasomewa maandiko na ujaji, ili andiko kwa nini limekuja hivi? Kisha Mungu akiifanya akili yako istop, ndio utastop hapo. Uislamu sio dini ya kusomeana maandiko tu. Unasomewa andiko na unatakiwa ujaji, kwa sababu Mungu amekupa nini? Amekupa akili. Sasa Mungu alijua wale wenye kutumia akili watauliza, inakuwaje mtu asafiri safari ya miezi miwili kwa sehemu ya usiku? Ndio maana akaanza na subhana, sallallahu alaihi Muhammad. Ile aya yenyewe iliyobeba jina la Isra limeanza na subhana, na wanawachuoni aliyowapa taufiki Mwenyezi Mungu ya ilmu ya Mwenyezi Mungu anakwambia, mahala popote Mungu akianza na subhana, maana yake huko kuna mambo yanayopingana na akili. Sasa wewe usiumize akili, wewe kila unachokisikia kikubali. Ikishaanza subhana, maana yake huko kuna vitu ambavyo khawariqul lil'ada, vinakwenda kinyume na desturi ya kimazoea. Sasa wewe usianze kubisha. Ukibisha unaweza ukapata stroke, unaweza ukaparalyze, ukapata matatizo ya moyo. Sasa Mungu ametuandaa kabisa. Jamani, historia inayoleta huko kwa akili ya kibinadamu ngumu kuikubali. Kwa hivyo tukubali nini? Subhana, sallallahu alaihi Muhammad. Hii subhana mkishaielewa, yanayokuja huko yote yatakuwa mepesi. Kwa hivyo safari ya miezi miwili Mwenyezi Mungu amemtayarisha mnyama aitwaye Buraq. Huyu Buraku sifa yake ndiyo hiyo, anaweka kwa talake mwisho walinapoona nini? Jicho lake, na mfano nimewapa. Lakini hii safari kiongozi wake ni malaika. Kiongozi wake ni malaika Jibrilu, Mikailu, Israfilu. Lakini hapa katikati huyo mwali anayebebwa, anayesafirishwa ni binadamu. Huyu binadamu kweli ana uwezo wa maumbile yake kuhimili safari ya miezi miwili kwa sehemu ya usiku. Huyu binadamu kwa maumbile yake niliyomuumbia ana uwezo wa kuhimili safari ya Buraku anayekwenda katika mwendo kasi wa namna hiyo. Huyu binadamu niliyemuumba anaweza kuhimili kutembea na malaika. Akamfanyia upasuaji. Ule upasuaji, ule moyo wa Mtume Muhammad na kifua chake, kama tunavyoelezwa katika historia yenyewe ile ya neno kwa neno, kwamba malaika Jibrilu alikipasua kifua cha Mtume Muhammad, akautoa moyo wake, akauosha mara 3. Tena tukio hili linafanyika jirani na kisima cha maji ya Zamzam. Al-Kaaba hii hapa, nyumba tukufu,
jirani kuna kisima. Sasa hivi uwezo ukakiona kwa sababu kimeboreshwa, kimetengenezwa katika mfumo wa kisasa. Wewe utaona maji tu kwenye mabomba, lakini kuna kisima pale unapozunguka, unapofanya tawafu yako, cha maji ya Zamzam. Makamu Ibrahim, kisima cha maji ya Zamzam. Hiki kifua cha mtume na moyo wake, maji yanayotumika ni maji ya Zamzam, maji ambayo pia starting point yake ni mtume Ismail sallallahu alaihi Muhammad. Chanzo chake, anzilishi ya maji ni mtume Ismail, ndiyo anayotumika haya maji kusafisha moyo wa mtume. Kifua cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilioshwa, kikajazwa upole, elimu, yaqini. Lakini sayansi ya Isra na Miraj, operesheni ile, maana yake baada ya Jibril kukifunga kifua cha mtume na kumpiga katika mabega yake muhuri wa nini? Wa utume, mtume alishakuwa ameshatengemaa. Hii ndio sayansi ambayo nataka watu waijue, kwamba tayari mtume mwili wake, yani bodaboda anapokwenda safari zake zote, anashauriwa avae jaketi la kumkinga na nini? Na baridi. Kile kifaa cha Apollo kinachokwenda mwezini, kile kifaa chenyewe kwanza kimetengenezwa katika mfumo wa kupambana na anga nzito, lakini hata wale waliokuwa ndani wamevaa mavazi maalum. Sasa hii safari mtume amefanyiwa upasuaji ambao kibiology imwezeshe mtume kutopata madhara na hewa kali itakayotumika katika kuyakata masafa haya yonomi. Jamani, mmenielewa? Tunazungumzia sayansi ya tukio la Isra na Miraj. Siri ya kufanyiwa operation ile, maana yake mtume aweze kuendana na kasi ya safari, asifike mahala hewa ikawa mzito, asifike mahala ameshindwa, naomba niishie hapa. Haya ni matukio ambayo tunayapata katika mwanzo wa safari ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu washiriki, tukio ambalo tunatakiwa pia kulifahamu, safari yoyote ni vyema kuwa na waambata, marafiki au mtu wa kuongozana naye. Na ndio maana hii safari Mungu kwa uwezo wake wa subhana hiyo hiyo angeweza kumtoa mtume Makka mpaka huko alipompeleka ndani ya Sidratul Muntaha mbinguni akiwa peke yake. Jibril akamwacha endelee na shughuli zake, Mikaili afanye shughuli zake, Israfili afanye shughuli zake, Buraku aendelee kufanya na shughuli zake. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa hii mobu iambatane na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayansi iliyojificha ya tukio la Isra na Miraj inatufahamisha kwamba safari ya mtu mmoja peke yake ni safari ya sheitani. Mtu mmoja peke yako ukisafiri ni safari ya nini? Ya sheitani. Safari yoyote, unatoka na gari yako hapo unakwenda Kigoma, gari yangu bwana mimi iko fresh kabisa, gari yangu bwana mimi haina tatizo lolote, injini safi, nimetoka kuifanyia service jana, kwa hivyo ninaondoka peke yangu. Wewe safari yako ni safari ya sheitani. Hata huyu ambaye tunayemzungumzia tukio hili anatufahamisha katika sayansi za hadithi zake, wakati alipokuwa anaizungumzia mada ya safari na kusafiri na adabu za safari. Hiyo ni topic nzima katika Uislamu iliyokusanya aya na hadithi na adabu za kusafiri. Alisema safari ya mtu mmoja ni safari ya shetani, safari ya watu wawili ni safari ya shetani,
Safari ya watu watatu, Mtume akasema arrakbu. Hiyo sasa imekamilika vigezo ya kuitwa safari. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alayhi. Safari ya watu watatu, Mtume akasema hiyo ndio nini? Safari. Unaweza ukaenda peke yako, suna mishimishe zako peke yako, utaki mwingine azijue. Lakini safari ya msingi, unatoka mkoa tu mkoa, unatoka eneo fulani kwenda eneo fulani. Tusipende kusafiri peke yetu. Na hapa tunawashauri wale wenye makampuni, roho mbaya zenu za kuajiri watu zisiendelee kuwasafirisha madereva kwenye magari ya Samitela peke yao. Ile ni roho mbaya ya waajiri. Tusitafune maneno kwamba leo kwa sababu kuna teknoloji basi dereva anapewa Semtela linatoka Dar es Salaam linakwenda Kigoma au Burundi, dereva yuko peke yake. Hoja ni kwamba anaonekana kila anapokwenda kule ofisini, anaonekana shida atakazozipata, anaonekana matatizo atakayompata, anaonekana kama anataka kuingiza chochote kwenye gari kisichokuwa dereva, anaonekana. Yani atakitaka kumpa mtu lifti ni haramu. Ile ni roho mbaya ya baadhi ya watu wenye makampuni. Roho mbaya hiyo ondoeni. Madereva msiwasafirishe peke yao kwenye magari. Sasa kila kitu kinaonekana huko, kishapatwa huyu na tatizo la kuanguka. Mungu kamkirimu tatizo la kuanguka ndani ya gari, anaendesha na tatizo limemjia, limempata tatizo lingine lolote. Hata mkifika pale nyinyi, ule uwezo wa kutoa msaada haupo. Yani sayansi ya Isra na Miraji pia inatuelekeza hivyo, kwamba ujumbe tunaowatoa kwa madereva wanaoendesha magari peke yao, ile ni riski kwao. Safari angalau imekosa kabisa, japo watu wangapi? Wawili. Huyu dereva, basi mtafutie dereva mwenzake msaidizi. Lakini ile habari ya roho mbaya ni roho mbaya tu, kwamba huyu awe peke yake. Hata mkaa anazuiliwa kupakia ndani ya gari, hata nyanya kumnunulia mamie mwali, basi hoja kwa nini umenunua? Roho mbaya hii ndio maana inazidisha ukame katika nchi. Kwa hivyo sayansi ya Isra na Miraji inatufundisha kwamba ni lazima msafara wowote kuwe na waambata. Hivi ni wakumbushe jambo, si mnakumbuka Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa amri ya kuhama kutoka Maka sasa kwenda Madina, huu mji korofi, huu mji korofi, na huu ukorofi wake unaonekana mpaka hivi sasa. Maujaji wanaokwenda Maka, story wanayokupa ya kijamii katika mji wa Maka tofauti na story wanayokupa ya kijamii katika mji wa Madina al-Munawwara. Sallallahu alaihi Muhammad. Ule utemi ubaunsa majibu ya mkato bado yako mpaka hivi sasa Maka. Unaweza ukamuuliza mtu pale, bana nielekeze eneo fulani, ni mita 10 tu, akakwambia sijui. Kwa bado alika sijui, maana anakujibu majibu ya ovyo tu. Na ukienda Madina unakuta ule upole, ule utulivu wa watu wa Madina mpaka hivi sasa upo. Sasa Mtume wakati anaamrishwa kuhama katika huu mji korofi wa Maka aelekee Madina, sehemu ya kwanza alikwenda kwa Abi Bakr Siddiq. Abi Bakr alipofahamishwa, bwana mimi nimeamrishwa kuhama kwenda wapi? Madina. Ofa ya kwanza aliyoiomba Abu Bakr alisema as-suhba ya Rasulullah, naomba kuwa mwambata wako, naomba niongozane na wewe sallallahu alaihi Muhammad. Leo shekhe anakwenda kumpa jambo la safari Muislamu, bwana nimepata safari fulani, basi hata ile kumchangamkia majibu anaona hapa kinachofanyika hivi sasa ni misumari inakuja. Huyo Abubakar ndio bilionea, kafatwa kwenda kujuzwa, hakwenda kumwambia tuongozane.
bwana, nimekuja kukupa taarifa rafiki yangu, mimi nimepewa amri ya kuhamia Madina. Abubakari anaomba niongozane na wewe, umepata ofa hiyo, naomba niandae msafara wako wote. Sallallahu alaihi Muhammad. Matajiri wahudumieni watu wa Mungu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayansi ya Isra na Miraji inatufahamisha kwamba matajiri wenye uwezo wahudumieni, toeni pesa zenu kuwasaidia wale watu ambao wanafanya harakati za Mungu, kama huyo Abu Bakr Siddiq. Anafika mahala ameomba kwamba ofa. Leo kuna tajiri anapenda kutembea na shekhe. Yupo tajiri ambaye, bwana shekhe, leo mimi ninakwenda sehemu fulani, nakwenda Tabora, nimepata mwaliko wa dawa. Akasema tutaondoka wote pamoja na VAT yangu. Yupo? Okay bana, sawa bana, kutakia kila laheri. Maki anajua kitakachofuata sehemu ya pili nini? Ni kupigwa msumari. Lakini huyo Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu ameomba kwanza afuatane na Mtume Muhammad. Baada ya kupata ofa hiyo, anasema ule msafara wako naomba ni uandae mimi, yule ngamia, masurufu ya safari, kila kinachotakiwa. Kwa ilivyo safari ni lazima kuwe na vitu vinavyotakiwa kuwemo kabla yake. Wamefika mashekhe wenzangu, Sheikh Nuhu Mkera nayemuona hapa kuliani ni mjumbe baraza la mashekhe mkoa, msaidizi wangu. Yupo Kadhi Sheikh Zuberi bin Rashid Chamgunda, mjumbe baraza la mashekhe mkoa, na wao pia watakuwa na fursa ya kulizungumza hili tukio la Isra na Mi'raj. Ndugu zangu, safari imeanza. Yule Burak anayetembea kwa mwendo wa kasi ambao hautopatikana duniani kote. Marekani mwisho wa teknolojia yake huwezi ukaifananisha na teknolojia ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna maeneo manne Mtume aliambiwa na Jibril ashuke maeneo hayo, asali, kisha aendelee na safari. Eneo la kwanza Mtume aliambiwa asali sehemu inayoitwa Taiba. Taiba ni mji wa Madina, au Yathriba ni mji wa Madina. Alipofika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ule mji ndio ukaitwa Madinatu al-Munawwara, lakini ulikuwa unaitwa Taiba. Sasa Mtume wakati anatoka Makka, alipofika katika viunga vya Taiba, akaambiwa shuka. Akashuka, akaswali rakaa 2. Hakuoji kwa nini nishuke, alitekeleza kile anachoambiwa. Na hii sayansi ya Isra na Miraj inatufundisha adabu ya mwanafunzi, adabu ya mwenyeji kwa mgeni wake. Wewe ukiwa mgeni na unaongozana na mwenyeji wako, bwana twende nyumbani, anakupeleka njiani, usiwe na maswali sasa ya kuwa na wasiwasi naye. Hatujafika tu bwana, tunapokwenda ndo ndiko mimi ndio mwenyeji wako. Sallallahu alaihi Muhammad. Bwana tupite hapa kidogo tumsalimie bi mkubwa. Hii ni discipline ambayo tunapewa katika safari. Kwa hivyo Mtume aliswali Taiba na akaambiwa hapo aliposwali utakuja kuhamia. Mtume akaambiwa aswali katika eneo linaloitwa Madiana. Madiana pale palikuwa na mti, ule mti ambao walijificha Nabii Musa wakati anafukuzwa na Firauni. Alifika pale akapumzika. Kwa nini anaambiwa aswali pale? Tutapata jibu. Mtume alifika mahala panaitwa Sinaa, katika mlima wa Sinai,
mlima ambao ndo alipewa utume nani? Musa sallallahu alaihi Muhammad. Lakini mtume aliswali mahala panapoitwa Baitul Lahmi Bethlehem, mahala alipozaliwa Yesu Kristo, mahala alipozaliwa Isa ibn Maryama. Yesu Kristo, Isa ibn Maryam, wao wanamwita Yesu Kristo na sisi tunamwita Isa ibn Maryam. Maeneo haya manne aliyoswali mtume Muhammadi, sayansi ya Isra inatufundisha umuhimu wa kutunza kumbukumbu za kale. Umuhimu wa kutunza kumbukumbu za miji kale. Ni kosa kubwa sana kuharibu tamaduni za miji kale. Ni kosa kubwa sana. Kuna dhana nyingi ambazo zimeingia za kuvunja miji kale. Hii miji kale kwanza ni fursa za kiuchumi za halali, lazima tuelewe. Watu wananufaika kwa miji kale. Ile Al-Kaaba, licha ya kuwa kwenda sisi pale kufanya ibada ni ibada na ni nguzo, lakini ni fursa ya kiuchumi kwa nchi ya Saudi Arabia. Saudi Arabia leo inanufaika na kumbukumbu za maeneo ya miji kale. Sasa leo kuna baadhi ya watu ambao hawakukaa madrasa wakasomeshwa kwenye majamvi. Ni watu ambao wamesoma wima na kupitia mwalimu anaitwa Google. Mwalimu hatari sana huyo Google, usipende kusomeshwa na Google. Mtume kasomeshwa na kiumbe Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Mtume akufundishwa na Google. Jibril kamfundisha mtume na mtume kawafundisha masahaba na masahaba wawafundisha tabi'ina na tabi'ina wawafundisha salaf na salaf wawafundisha khalaf na khalaf wanaendelea kuwafundisha watu wengine mpaka si sallallahu alaihi Muhammad. Google akusaidie tu pale ambapo una tatizo lako la emergency, hata kuvusha kidogo kama vile tairi lako la spare linakutoa polini mpaka barabara kuu. Shawahi kumwona mtu anatembelea tairi la spare safari yake ya msingi? Sasa leo wamekuja hawa wanaosomeshwa na Google, wameichukua ile dhana ya shirki kwamba mtu akionekana kasimama kwenye mbuyu mkubwa, yule mshirikina, yule anauomba mbuyu. Mimi nimekwenda kuchuma magome ya mzizi wa mbuyu yakanisaidie kwenye tiba. Ushirikina uko wapi? Mtu akionekana kasimama makaburini, yule mshirikina. Mshirikina uko wapi? Kwani hiyo ndio definition ya shirki? Hiyo ndio definition ya shirki. Yaani ukionekana wewe umesimama au unafanya jambo fulani, basi wewe ni mshirikina. Kwa hiyo manake hizi mali kale, kumbukumbu za kale zinaondoshwa. Mali ni katika Mali, nchi ya Mali ni miongoni mwa nchi ambazo Afrika ina kumbukumbu za kale nyingi sana. Wametokea wanaharakati kule Islamic State, wamevunja nyingi sana. Yaani kumbukumbu za kale za Uislamu zinatetewa na United Nation. Umoja wa Mataifa unawasihi Waislamu, jamani msizivunje hizo. Oneni kitu cha ajabu. Kumbukumbu za kale, hata kama msikiti ya utumiki, hata kama makaburi ya watu wa kale, ruhusa ya kuyavunja unapata wapi makaburi? Basi wayapige moto wale makaburi ya Saudi Arabia pale Baqi. Yasiwepo. Uwezo huo upo. Wakayapangusa yale makaburi, wakajenga vitu vingine, lakini watu kila siku wanakwenda pale Baqi kuwazuru waliokufa pale na kuwaombea dua. Lakini leo hata pale Baqi watu wanazuiliwa asende, kwamba mtu akienda pale anaonekana anakwenda kuwaomba wale waliokufa. Jamani, innamal a'malu binniyat. Nyinyi mmepasua mioyo ya watu mpaka mkaona hilo. Fala tuzaku anfusakum. Yani wale waliopewa mamlaka Saudi Arabia kusimamia zile kumbukumbu muhimu, basi wanatudhania sisi sote dini hatujui.
Tukienda Baqi tunakwenda kuomba. Ukiigusa Al-Kaaba unataka ukaombe. Basi kama mshirikina angekuwa mshirikina mkubwa nani? Umar aliyekwenda kulibusu nini? Jiwe Hajarul Aswad. Ni sunna mtu ambaye kapata fursa ya wazi, unapita pale Kaaba ukakuta jiwe jeusi, kuna mazingira, nenda kalibusu, sallallahu alaihi Muhammad. Sasa leo mtu utaambiwa wewe mshirikina. Sasa haya maeneo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kaambiwa ashuke, sayansi ya Isra na Miraji inatufahamisha kwamba umuhimu wa kutunza kumbukumbu za kale. Kwetu sisi watu wa pwani hapa Bagamoyo, na hili ni jukumu ambalo BAKWATA tunatakiwa kulisimamia. Mwenyekiti NIMTA, tunatakiwa kulisimamia hili jambo. BAKWATA pale kuna kumbukumbu za kale nani Bagamoyo, tunatakiwa tuzitambue zile kumbukumbu ambazo zinarudi kwa Wakristo zitawanufaisha Wakristo, zile kumbukumbu ambazo zinarudi kwa Waislamu zitawanufaisha watu gani? Ndio zilivyo kumbukumbu zote hapa duniani, ndio zilivyo. Kwa nini upande wa pili wao wanatunza zile kumbukumbu zao na wananufaika hivi ninavyosema, wanakula mabilioni ya fedha, lakini sisi zile kumbukumbu zetu kuziadhimisha ni shirki, kuzitunza hizo manake ni ushirikina. Rufiji, sisi kwetu tuna eneo moja linaitwa Murundo, Rufiji Kibiti, kuna msikiti una miaka zaidi ya 1000 na kitu. Msikiti una miaka zaidi ya 1000. Sikwambii na maeneo mengine. Hizi ni athari, kumbukumbu ambazo zinatakiwa zifanyeje? Zitunzwe. Imekwenda Kilwa, uwezi ukazungumza Kiswahili bila kuhitaja Kilwa. Kafika kule Ibn Battuta, wanakuja kutueleza habari za kina Vasco da Gama. Kilwa ina athari kubwa ya mchango. Islamic State ya kwanza East Africa au Afrika ni Kilwa. Pesa ya kwanza kutumika ya kimzunguko ni wapi? Ni Kilwa. Kuna kumbukumbu nyingi. Sasa wewe usipoeleza historia yako, ustarajie kwamba mtu mwingine atakuja kuieleza historia yako. Mtu mwingine anakuja kuiharibu historia yako. Biashara siku zote uipigie debe wewe, mtu mwingine hawezi akaipigia debe biashara yako. Kwa hivyo sisi Waislamu, na hili ni eneo ambalo hatujakatazwa na serikali, ni jinsi ya kujipanga kuhakikisha kwamba zile kumbukumbu zetu za kale zinatakiwa zihifadhiwe, watu wafike mahala wakajifunze. Watajifunza watu, hata mainjinia. Jamani, hawa watu walikuwa wanajenga majumba haya, walikuwa wanatumia ufanisi gani? Uhandisi wao ulikuwa upi? Wanakwenda kujifunza. Watu wanajifunza na fuvu la Firauni Misri. Kwa hivyo kitendo cha Mtume kuambiwa maeneo haya ashuke na asali, ni maana yake ile ni tua, utalii na kuheshimu maeneo ya kale, ili yaweze kuwa ni kitega uchumi ndani ya jamii. Nichukue dakika chache zilizobakia kama 10, kisha nimpe kadhi naye ayachukue matukio ambayo yaliyokuwepo katika sayansi ya Isra na Miraji aweze kuyazungumza. Ndugu zangu mnaoendelea kukifuatilia kisa hiki cha tukio la Isra na Miraj, kuna matukio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaona. Kuna matukio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaona, na hayo matukio kwetu sisi tunatakiwa tupate mafunzo. Moja ya matukio hayo, Mtume alifika mahala aliwakuta wakulima wanalima siku moja na wanavuna siku ya pili, na kila wanapovuna mimea inarudi, hawahitaji kusubiri msimu mwingine. Hapa duniani ukienda Mbeya ukalima,
ukapata mpunga, basi unasubiri msimu mwingine. Lakini Mtume aliwakuta watu ambao wanalima, wanavuna siku ya pili, na kila wakivuna mimea inarudi. Akamuuliza mwenyeji Jibril, bwana, hii ni staili gani? Hawa ni watu gani? Akafahamishwa kwamba hawa ni watu ambao wanapenda sana kujitolea katika huduma za Mungu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hawa ni watu ambao wakiambiwa kujitolea mali zao na nguvu zao katika mambo ya huduma za Mungu, basi hawa wanakuwa wepesi sana kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo hapa tunahamasishwa kupitia sayansi ya Isra na Miraj, tuwe wepesi kutoa bila kuangalia eneo linalokuhusu wewe. Wafanyakazi, wafanyabiashara Waislamu, leo kuna jambo zuri limeenea kwa jamii ya Waislamu, na wahimiza kupitia tukio hili. Leo unakuta Muislamu mshahara wake ametenga kufuatana na uwezo wake 50,000, mtu katenga 100,000, mtu katenga 200,000, mwingine mpaka 500,000, mwingine mpaka milioni. Ile milioni unakuta kila mwezi anachangia huduma Tanzania bara na visiwani. Sallallahu alaihi Muhammad. Yani kajiwekea utaratibu kwamba mimi pesa yangu ya mshahara nikishapata, nilifika Kigoma nikakuta changamoto fulani, basi kule mimi kila mwezi nachangia kiasi fulani. Nilifika Rufiji nikakuta changamoto fulani, kule nachangia kiasi fulani. Nilifika Singida nikakuta kitu fulani, kule nachangia kiasi fulani. Amejipangia. Yani hili ni jambo ambalo wafanyakazi na watumishi wa Kiislamu wengi wanalifanya. Katika mambo mazuri ya kuiga ni hili, na mimi nalipigia chapuo. Kimya unamkuta mtu anachangia huduma fulani kule, anamchangia mwalimu fulani, anamchangia harakati fulani, anachangia kituo fulani. Faida yake huyu mtu analipwa. Malipo haya unayaona au yaoni? Kama huyaoni malipo haya, anayathibitisha Mtume Muhammad kupitia malaika ambaye anakuombea, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Mwenyezi Mungu mpe anayetoa, mpe anayependa kutoa ziada. Kila mtu anayependa kutoa ajitathmini, na kila mtu ambaye anazuia ajitathmini. Anayependa kutoa atajikuta milango yake inafunguka bila yeye mwenyewe kujua. Atajikuta mambo yake yanakwamuka, hayakwami, kwa sababu akipewa anamrudishia aliyompa. Hii ndio hali ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliikuta akiwa safarini. Lakini jambo la pili, Mtume alifika katika mji fulani, akakuta ule mji unatoa harfu nzuri sana. Kaingia kwenye mji, kakuta kuna harfu. Alipomuuliza mwenyeji wake, hii ni harufu gani? Akaambiwa hii ni harufu ya msusi wa mtoto wa Firaun. Harufu ya msusi wa mtoto wa nani? Wa Firaun. Sallallahu alaihi Muhammad. Baada ya kusema haya ni matukio machache ambayo tumepata sayansi yake tokea pale msikiti wa Makka, na haya ambayo yamepatikana njiani kwa uchache sana. Kadhi nimwachie hivi sasa, ili na yeye atupe kile ambacho ametutayarishia insha Allah. Ikifika saa 6 pengine na robo